sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Ijumaa baada ya Epifania, juma la pili, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha waraka wa kwanza Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 5 aya ya 5 mpaka ya 6, ya 8 mpaka ya 13. Na Injili takatifu inatoka kutoka kwa mwinjili Luka, sura ya 5 aya ya 12 mpaka aya ya 16. Karibuni tusikilize masomo. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Ikawa Yesu alipokuwa katika mmojawapo wa miji ile, tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma. Naye alipomwona Yesu, alianguka kifudifudi, akamwomba akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akaunyosha mkono wake, akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukamwondoka. Akamkataza asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako, kama Musa alivyoamuru, iwe ushuhuda kwako. Lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni tusikilize tafakari. Masomo ya leo yanatufundisha kwa kina namna imani ya Kristo, ushuhuda wa Mungu na huruma ya Yesu Kristo inamrejesha mwanadamu katika uzima kamili. Katika somo la kwanza, Mtume Yohane anatamka kwa uhakika kwamba ushindi wa Mkristo dhidi ya ulimwengu unatokana na kumwamini Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ukirejea waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 aya ya 5. Imani hii si wazo la akili, bali ni maisha yanayojengwa juu ya ushuhuda wa Mungu mwenyewe. Kwa kuwa ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi, Yohana anasisitiza kuwa uzima wa milele ni zawadi ya sasa kwa waaminio. Kwa kuwa Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanaye. Hivyo anaishi bila Kristo hana uzima wa kweli, kama neno isemavyo, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Ukirejea waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 aya ya 12. Ukweli huu wa imani unatualika kuitikia kwa sifa na shukrani kama Zaburi inavyohimiza, msifu Bwana Yerusalemu, msifu Mungu wako Sayuni. Zaburi ya 147. Zaburi inatukumbusha kuwa Mungu ndiye chanzo cha amani ya kweli, ndiye afananaye amani mipakani mwako. Jambo linalopatikana na ahadi ya Yesu, nawapa amani, siwapi kama ulimwengu wapavyo. Ukirejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya 27. Aidha, Mungu hututunza na kutulisha kwa baraka zake, ishara ya utunzaji wake wa kimwili na wa kiroho, kama alivyoashirisha Israeli jangwani na kama Yesu alivyolisha umati wa mikate michache. Zaburi pia inasisitiza nguvu ya neno la Mungu, kwa kuwa ulipeleka amri yake juu ya nchi, neno lake pia halitapita mbio sana. Katika Injili ya Luka inadhihirisha kwa vitendo ushuhuda huu wa Mungu kupitia tukio la Yesu kumponya mtu mwenye ukoma. Mtu huyo aliyekuwa ametengwa kijamii na kidini anamjia Yesu kwa unyenyekevu na imani akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Kwa tendo la kumgusa, Yesu anavunja kuta za hofu na unajisi, akitimiza unabii uliosema, yeye aliyechukua udhaifu wetu akachukua magonjwa yetu. Ukirejea kitabu cha nabii Isaya sura ya 53 aya ya 4. Mungu hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafike
wafikie toba. Uponyaji huu pia unaashiria utakaso wa ndani, kwani Yesu hakuja tu kuponya miili bali kuokoa watu wake na dhambi zao. Zaidi ya miujiza, Injili inatufundisha nidhamu ya maisha ya kiroho. Yesu licha ya makutano mengi kumtafuta, alikuwa akijiepua, akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba, ukirejea Injili ya Luka sura ya 5 aya ya 16. Hii inatukumbusha mwaliko wa maandiko, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, na ombeni bila kukoma. Ni katika sala ndipo nguvu ya huduma hupatikana na amani huimarishwa, kama Zaburi inavyosema, huwahubiria Yakobo neno lake, ukirejea Zaburi ya 147. Ndivyo Mungu anavyoendelea kuzungumza nasi leo kupitia neno na sala. Kwa hiyo tafakari ya leo inatualika kuichunguza imani yetu kwa undani. Je, tunamwamini Kristo kwa matendo au kwa maisha yetu yote? Je, tunaruhusu neno la Mungu litutakase na kutuongoza? Maandiko yanatuhakikishia kwamba kama tuikiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe, ukirejea Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 9, na kwamba hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Anayemwamini Kristo anaanza kuonja uzima wa milele sasa, akiishi katika amani na matumaini, akijua kwamba Yesu bado anamtazama kila mmoja wetu kwa huruma na kusema, nataka takasika. Itukuzwe damu ya Kristo. Na kukushukuru kwa utafakari pamoja nami Injili ya leo. Nilikuletea tafakari hii ni mimi Frateli Benedikti Kenan Nyotoka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Bwana, nimekuja kwetu sisi.